Movie yetu inaanza katika sayari ya Pandora ambapo tunaona jamii ya viumbe wanaojulikana kama Na'vi wakiishi kwa upendo na kulinda asili yao. Hata hivyo, wako katika hatari ya kudumu ya kuvamiwa na wanadamu ambao waliwahi kujaribu kuteka ardhi yao hapo awali. Ndugu wawili ambaye ni Locke na Neteyam wanaruka pamoja juu ya viumbe wanaoitwa Ikran. Baada ya kufurahia sana, Neteyam anamuuliza Locke kuwa alikufaje, na Locke akamjibu vizuri, kisha akakumbatiana kwa nguvu. Maono hayo yanaisha wakati Locke anapotenganisha mwili wake na mti wa kiroho na bado anahisi kuwajibika kwa kile kilichompata ndugu yake. Wakati huo huo, Kiri na Spider wanatamani wangeweza kuunganishwa na mti huo pia. Spider hawezi kwa sababu yeye ni binadamu na Kiri hawezi kwa sababu hupatwa na degedege akiwa chini ya maji. Kwenye mwamba wa matumbawe, Jake na watoto wake wanasafisha silaha zote na mabaki yaliyoanguka majini baada ya shambulio la mwisho la wanadamu. Wanaleta kila kitu kijijini, lakini kiongozi wao aitwaye Tonowari na mke wake mjamzito aitwaye Ronald hawakubaliani na silaha za kibinadamu. Jake anaeleza kuwa hawezi kuangusha helikopta kwa mikuki, hivyo Tonowari anamuomba ampande tena mnyama wa hadithi anayejulikana kama Tu Mkuu. Jake anakataa akisema kuwa kumpanda mnyama kuna kufanya utende kama mnyama. Baadaye watoto wanaenda kuogelea na Pekin, Tulkun aliyetengwa ambaye alifukuzwa kutoka kwenye kundi lake. Watoto wanamshukuru kwa msaada wake katika kupigana na wanadamu na wanaahidi watabaki pamoja milele. Usiku huo, familia inaamshwa na kengele kutoka kwenye exopack ya Spider. Anakosa hewa kwa sababu oksijeni inakaribia kuisha. Kila mtu anatafuta kifaa cha akiba na wanakipata kwa wakati muafaka ili kumwokoa. Siku inayofuata, wafanyabiashara wa upepo wanafika kijijini wakiwa na bidhaa nyingi za kushirikiana. Jake na mke wake Neytiri wanaamua kuwa Spider anapaswa kuondoka pamoja na msaliti huyo ili wampeleke High Camp ambako anaweza kuishi salama na wanadamu wengine. Wanaamini hawezi tena kuishi katika eneo hili. Spider na watoto wote wanakasirika sana, lakini wazazi wao hawabadili uamuzi wao. Angalau Jake anatoa suluhu ya kati. Familia nzima itampeleka Spider High Camp kama tukio la mwisho la kusafiri pamoja. Kiongozi wa wafanyabiashara wa upepo anaeleza kuwa hataki kuchukua upande katika vita vya koo, lakini Jake anamshawishi waondoke nao kwa kuahidi kulinda meli zao. Kutokana na familia kusafiri kwenye meli za biashara, kambi ya jeshi la wanadamu inabaini kwa urahisi mahali walipo. Kanali Miles ambaye zamani alikuwa binadamu lakini sasa ana mwili wa Avatar anawaambia watu wake wajitayarishe kwa vita. Muda fulani baadaye, meli zinajikuta zikishambuliwa na koo linalojulikana kama watu wa majivu, yaani Ashes Clan. Mishale yao inawaka moto na muda mfupi baadaye inaanza kusababisha uharibifu kwenye ndege. Jake anapanda kiumbe chake na kufyatua risasi kwa kutumia bunduki za kibinadamu, huku wasaliti wakifyatua mishale kwa kutumia pinde kubwa za meli. Hivi karibuni pande zote mbili zinapoteza wapiganaji wengi na moto unasambaa kwenye meli, hivyo watoto wanakimbilia kuuzima. Kiumbe cha Locke kinapigwa na mshale na analazimika kuruka ili ashikilie meli, huku akimtazama mwandani wake mpendwa akianguka hadi kufa. Baadhi ya watu wa majivu wanavamia meli na wasaliti wanalazimika kupigana ana kwa ana. Spider anafanikiwa kumpiga adui kwa mishale michache, lakini mpiganaji wa majivu bado anamzidi nguvu, hivyo msaliti mmoja analazimika kumshambulia mvamizi kwa nyuma ili kumwokoa mtoto huyo. Wapiganaji wengine wa majivu wanatua juu ya maputo yanayoshikilia meli ili kuyaangamiza, hivyo Jake anawafuata ili kuangusha kwa risasi. Kiongozi wa majivu Vang anamchoma moto mmoja wa wapiganaji wake na kumtupa kwenye puto hilo ambalo linalipuka mara tu linapogongwa. Jake anajaribu kukimbia lakini anajikuta amenasa kwenye kamba. Kwa bahati nzuri, kiumbe chake kinarejea kumchukua kabla hajaanguka. Kwa kuwa meli inaanza kuanguka, watoto wanapanda Ikron ili kutoroka. Wanaruka hadi mwisho wa meli ili Lo aweze kuruka na kujiunga nao. Vangi anampiga Neytiri mshale, hivyo Neytiri anaruka kumwelekea na mapambano makali yanaanza juu ya viumbe wao. Baada ya kubadilishana mapigo kadhaa, Neytiri anaangushwa kutoka kwenye Ikron wake na anaangukia msituni. Ananusurika kwa sababu mimea inalainisha anguko lake. Meli nayo inaanguka msituni na kuwaua wasaliti kadhaa. Watoto wanajaribu kuruka kuondoka, lakini mpiganaji wa majivu anapiga kiumbe wao kwa mshale na kuwafanya waanguke pia. Exopack ya Spider inakaribia kuishiwa na oksijeni, hivyo Locke atampeleka kwenye meli iliyoanguka kutafuta kifaa cha akiba, huku Kiri akibaki na Tuk. Watu wa majivu wamezingira eneo la ajali ili kuwaua walionusurika na kupora bidhaa. Hata wanakata miunganiko ya neva ya walionusurika kabla ya kuwaua. Locke na Spider wanatazama mauaji hayo wakiwa wamejificha nyuma ya vichaka, lakini wanalazimika kukimbia wapiganaji wa majivu wanapowaona. Wavulana wanakutana tena na dada zao ili wakimbie pamoja, lakini Locke anateleza na kuanguka. Maadui wawili wanapokaribia sana, anafyatua
risasi na kuwaua. Vang na kikosi chake chote wanakagua wapiganaji wao walioanguka, na anachanganyikiwa kuona risasi kwa kuwa hajawahi kuiona hapo awali. Kundi hilo linawakimbiza ndugu hao ambao wanaruka ndani ya mto ili kutoroka. Mkondo wa maji ni mkali, lakini wanafanikiwa kubaki pamoja hadi wanafika ufukweni. Sasa watachukua njia ndefu zaidi kuelekea kwenye meli iliyoanguka, wakitumaini kubaki wamejificha na kupata exopack ya akiba. Wakati huo huo, Neytiri anapatikana na kuokolewa na kiumbe wake. Wakati huo huo, Jake anawatafuta watoto wake na anapata exopack ya akiba karibu na eneo la ajali. Wakati huo, anazingirwa na Miles pamoja na askari mwingine wa kibinadamu ambaye pia alipokea mwili wa Navi. Wanampiga mara kadhaa na kumfunga mikono kabla ya kumuuliza kilichotokea. Hivyo, Jake anawaeleza kuhusu watu wa majivu. Kwa kuwa Spider ni mwana wa kumzaa wa Miles, simulizi hilo linamfanya hofu kuhusu mtoto huyo. Hivyo anamshinikiza Jake amsaidie kumpata. Katikati ya msitu, Spider anaanguka kwa sababu ya kukosa hewa. Akichochewa na mandhari ya asili inayomzunguka, Kiri anaunganisha kiunganishi chake cha neva na ardhi na anamkamata kiumbe kinachoelea ambacho anakitia mdomoni mwa Spider na kumlazimisha kukimeza. Kisha anaamuru mimea inayowazunguka nayo inaanza kung'aa na kufunika mwili wa Spider. Muda mfupi baadaye, mwili wake pia unang'aa na anapatwa na degedege. Hivyo Loki anakitenganisha kiunganishi chake na mwanga unatoweka. Kwa mshtuko wa ndugu zake, Spider anaamka akijisikia vizuri na anaweza kupumua hewa ya sayari hiyo. Ghafla, mishale ya moto inaanza kuanguka kuwazunguka. Loki anafyatua risasi haraka na watoto wengine wanajaribu kupigana, lakini watu wa majivu wanawazingira kwa urahisi na kuwakamata. Jake na Miles pia wanafika na kutazama kutoka vichakani, huku Varang akiitazama silaha ya kibinadamu na kumtaka Loki amfundishe kuitumia. Anatishia kumuua Tok anapokataa. Jake anazunguka kwa siri na kumwangusha mlinzi mmoja kabla ya kuruka kuingia vitani kupambana na kundi hilo. Anafanikiwa kuwaangusha wachache, lakini anazidiwa nguvu. Hivyo Miles naye anajitokeza na kumpiga risasi mpiganaji wa majivu kabla ya kumtishia kumuua Vang. Wapiganaji wanadondosha silaha zao na Jake anakutana tena na watoto wake, huku Miles akijaribu kuondoka na Vang akiwa mateka wake. Hata hivyo, Vang anapeleka mkono nyuma yake na kuunganisha kiunganishi chake na Miles, jambo linalomfanya agande. Wapiganaji wanamwangusha Jake haraka na wanamfuata askari aliyekuwa vichakani ambaye anakimbia mara moja. Varang anamshinikiza Miles amfundishe jinsi ya kutumia bunduki, hivyo Miles anamwonyesha hatua zote na Vang anafurahi anapoanza kufyatua risasi. Wakati huo huo, Neytiri anafika High Camp na wananavi wanakimbilia kushughulikia majeraha yake. Muda mfupi baadaye, Vang na watu wake wanasherehekea ushindi wao ambao utakamilishwa kwa kuwatoa kafara mateka wao. Kiri anaunganisha kiunganishi chake na ardhi na kuifanya baadhi ya mimea kurusha mishale ya usingizi kwa walinzi. Sasa kundi linaweza kuchukua visu vyao, kujikata kamba na kukimbia. Kufikia wakati Varang anagundua kuwa wametoweka, kundi hilo tayari limevuka mto. Asubuhi iliyofuata, Neytiri na washirika wake wanafika msituni ili kumwokoa Jake na watoto, lakini Miles tayari ameondoka. Anarudi kwenye kambi ya wanadamu na kuwaambia wanasayansi kuhusu Spider ambaye uwezo wake wa kupumua hewa ya Pandora unaweza kuwa ufunguo kwa wanadamu kuitawala sayari hiyo. Katika High Camp, washirika wa kibinadamu wa Navi wanafanya vipimo kadhaa na kugundua kuwa Spider ana viumbe wa msituni ndani ya mwili wake ambao wamebadilisha kemia yake. Pia kuna kitu kinachokuwa nyuma ya kichwa cha Spider. Wakati huo huo, Kiri anaunganishwa na mti wa roho na kujaribu kumuuliza Mungu wa kike kuhusu kilichompata Spider, lakini upepo mkali unaendelea kumsukuma nyuma. Kiri anaanza kutetemeka kwa degedege, hivyo wengine wanalazimika kumtenganisha. Kiri anapohisi nafuu, Jake na Neytiri wanakubaliana kuwa ni wakati wa kumwambia ukweli. Alizaliwa kutoka kwenye mwili wa avatar wa Navi wa mwanadamu aliyeitwa Grace, na kinasaba anafanana kabisa na mama yake, lakini hakuwahi kuwa na baba. Grace alikuwa ameunganishwa na mti wa roho, hivyo wanaamini kuwa Mungu wa kike alipanda mbegu tumboni mwake. Kiri anajiuliza kwa nini Mungu huyo hataki kuzungumza naye ikiwa kitaalamu yeye ni binti yake. Sasa baadaye, Jake anamwambia Neytiri kuwa ana wasiwasi kuhusu wanadamu kumtumia Spider kwa manufaa yao. Neytiri anadhani wanapaswa kumuua mtoto huyo, lakini Jake anakataa na anaamua kuwa familia itarudi kwenye mwamba wa matumbawe ili ibaki imejificha. Katika bahari ya Mashariki, Kapteni Mickey na wafanyakazi wake wanawinda Tulkun. Kwa kufyatua silaha zao, wanamuua kiumbe mkubwa sana huku wakipuuza vilio vya watoto wake. Wanaingiza Tulkun ndani ya meli yao na kumtumia kwa majaribio. Hatimaye, familia inarudi kwenye mwamba wa matumbawe na kuendelea na ratiba yao ya kila siku. Spider anasisimka kugundua kuwa kile kinachokuwa kichwani mwake ni kiunganishi chake mwenyewe. Usiku mmoja, baraza linakusanyika kumsikiliza Tulkun. Ni viumbe wa amani, hivyo hawafurahishwi na ukweli kwamba Pekin aliwashambulia wanadamu kulipiza kisasi kwa ajili ya mama yake, na wanaamua kumfukuza maisha yake yote. Pekin anaogelea mbali kwa huzuni na Loki anapinga mara moja, akiwakumbusha wote kwamba Pekin aliwasaidia kupigana na wanadamu na hata aliwaokoa baadhi ya jamii ya Navi. Baraza halipendi mwenendo wake, hivyo Jake anamvuta na kumwondoa huku akimkemea kwa kutofuata amri. Jake pia anaeleza kuwa kama Loki
Loki asingemwasi mara ya mwisho, ndugu yake angekuwa bado hai. Akiwa amelemewa na hatia, Loki anakimbia. Neytiri anamwambia Jake amfuate, lakini Jake anakataa kabla ya kukiri kuwa anajilaumu kwa kifo cha Neteyam. Wanaanza kubishana na Neytiri anaendelea kuwachukia wanadamu, akisema walipaswa kumuua Spider walipompata akiwa mtoto mchanga. Jake anaamini kuwa Neytiri hawezi kuendelea kuishi akiwa na chuki yote hiyo moyoni, na anamkumbusha kuwa yeye pia aliwahi kuwa binadamu, jambo lililowafanya watoto wao kuwa tofauti kidogo. Wakati huo huo, Loki anaenda ufukweni akiwa na bunduki na anajaribu kujiua, lakini anashindwa. Kiri na Sirea wanampata na kumfariji. Pia wanafichua kuwa waliupata upinde wa Neytiri uliopotea walipokuwa kizama majini, na wanamshawishi aurekebishe. Siku inayofuata, Kiri anamfundisha Spider jinsi ya kuunganisha kiunganishi chake na kiumbe fulani, na wanaenda kuogelea pamoja. Msituni, Miles na askari wake wamekamata kundi la Navi na wanachoma kijiji chao kwa kutumia vichoma moto, huku akiulizia kuhusu Spider. Kwa kuwa hakuna anayejua chochote, Miles anaamua kuwatafuta watu wa majivu. Mara tu wanapofika jangwani, wapiganaji wanamshambulia na kumkamata. Wanapata silaha zake ndani ya mfuko, hivyo anaeleza kuwa ameleta zawadi kwa ajili ya kiongozi wao. Wanampeleka kwa Vang, naye anamwonyesha silaha hizo huku akiahidi kumletea nyingi kadiri atakavyotaka. Vang anapokuwa karibu kuunganisha viunganishi vyao tena, Miles anatoa ishara na mpiga risasi wa kujificha anamuua mpiganaji mmoja. Varang anampeleka Miles kwenye hema lake na kumlazimisha avute unga mweupe. Anaanza kuona rangi za ajabu, huku Varang akishiriki kuwa mungu wa kike hakuwahi kusaidia ukoo wake, hivyo alikumbatia moto badala yake. Baada ya kumkata kifua Miles kwa kujifurahisha, Miles anaeleza kuwa wote wawili wanataka kitu kile kile, kuwasha moto ulimwengu huu wote. Wangeweza kuwa viongozi wa kutisha pamoja, hivyo Varang anakubali kuungana naye. Muda mfupi baadaye, askari wa kibinadamu wanafika wakiwa na silaha nyingi, na Miles anamfundisha Varang jinsi ya kutumia kirusha moto. Anafurahia kuchoma mahema mengine kabla ya kumvuta Miles hadi kwenye hema lake mwenyewe kwa mambo ya faragha, huku wapiganaji wa majivu nao wakijifunza kutumia bunduki. Usiku huo, Loki anamkabidhi Neytiri upinde wake uliorekebishwa. Baada ya kukumbatiana, Loki anatangaza kuwa anaondoka kwa sababu kuna jambo muhimu analopaswa kulifanya. Asubuhi iliyofuata, Sirea anatambua kuwa Loki ameondoka kwenda kumtafuta Pakin, hivyo yeye pamoja na marafiki zake wawili pia wanaondoka ili wamtafute. Jioni inapowadia, Loki na kiumbe wake wanalazimika kuogelea kupitia mawimbi makali ili kusonga mbele, lakini hawakati tamaa kamwe. Wakati huo huo, Miles na Vang wanaendelea kushambulia vijiji pamoja na askari wao na kuwatesa Navi hadi hatimaye wanapata taarifa wanazohitaji. Msituni, Kiri na Spider wanaendelea kujenga ukaribu wao na hatimaye wanabusiana. Wakiwa njiani kurudi, ghafla wanazingirwa na watu wa majivu, hivyo wanaanza kukimbia. Ili kumlinda Kiri, Spider anamsukuma na kujitoa kama chambo, jambo linalomwezesha Miles kumkamata kwa kushtukiza. Miles akiwa amemshika Spider, Vang anaunganisha kiunganishi chake na kumfanya apoteze fahamu. Vichakani, Kiri anawaona washambuliaji wakiruka kuondoka pamoja na Spider na anakimbilia kurudi kwenye mwamba wa matumbawe kuwaonya familia yake, lakini walikuwa tayari wamechelewa, kwa maana wavamizi wamefika. Miles, Varang na askari wao wanatua ufukweni na kudai kumwona Jake, ambaye anaiambia familia yake waondoke bila yeye. Neytiri anakataa na anawapeleka watoto wake waondoke kabla ya kujiunga naye. Wakiwa wamechoka kusubiri, meli ya wanadamu inaanza kukichoma kijiji. Jake anajitokeza mbele na kusema ataenda na Miles ikiwa ataahidi kuwaacha watu wake kwa amani. Hata hivyo, Miles anataka pia kumpata Neytiri. Jake anakataa na kutishia kuanzisha vita, akieleza kuwa ikiwa Navi watapigana na Navi wenzao, meli za wanadamu hazitatambua tofauti na zitawashambulia hata washirika. Miles anaelewa na anakubali kumchukua Jake pekee. Kundi hilo linaruka hadi kwenye kambi ya wanadamu na askari wanakaribia kufyatua risasi dhidi yao, lakini wanatambua kuwa watu wa majivu wako pamoja na Miles. Jenerali hapendi kuwaona maadui hapo na anataka wafukuzwe, lakini Miles anamkumbusha kuwa amepata ushindi kwa msaada wao na anafanya umati umshangilie. Maabara, wanasayansi wanaanza kufanya majaribio kwa Spider ili kuelewa kwa nini anaweza kupumua. Siku inayofuata, Sirea na marafiki zake wanampata Loki ambaye anatambua kuna kitu majini. Wanapotazama kwa karibu zaidi, wanaona viumbe hatari sana ambavyo vinamshambulia mara moja. Loki na kiumbe wake wanaogelea kwa kasi kadiri iwezekanavyo, huku maadui wakiendelea kumrushia minyiri yao. Msako mkali unaanza na Loki anajilinda kwa mkuki wake, lakini kiumbe huyo bado anafanikiwa kumkamata kiumbe wake, hivyo analazimika kuendelea kuogelea peke yake. Loki anajificha kwenye mwamba wa matumbawe. Hata hivyo, mnara mmoja wa kiumbe huyo unaingia na kuvunja mkuki wake na mwingine unamkamata mwili, hivyo anaukata kwa kisu chake. Kwa bahati mbaya, viumbe hao wanaendelea kuja na Loki anadhani kila kitu kimekwisha, lakini wakati huo Tulkun kadhaa wanatokea
na kuwala washambuliaji huku Loki akipoteza fahamu. Dakika chache baadaye, Loki anaamka juu ya uso wa maji kwa sababu ameokolewa na Sirea. Kwenye kambi ya wanadamu, Spider amefungiwa ndani ya seli. Anajaribu kuvunja dirisha lakini halivunjiki. Miles anakuja kumkagua na anaendelea kumuita mwanawe, lakini Spider anakataa kumtambua kama baba yake. Kisha Miles anamvutia kwa simulizi kuhusu mama yake marehemu, na kabla ya kuondoka anampa beji yake ya utambulisho wa kijeshi. Sasa Spider anaweza kuitumia kufungua skrubu na kufungua tundu la hewa ili atoroke kutoka selini, huku akidondosha beji hiyo njiani anapotoka. Usiku unapoingia, Loki na marafiki zake hatimaye wanampata Pakin na wanakutana na habari mbaya. Koo lake lote limeuawa na Mick na manusura mmoja tu ndiye aliyebaki. Bado ana mkuki wa kurusha uliokwama mwilini mwake na hawezi hata kusogea vizuri. Kurudi kambini, Mick na timu yake wanaliambia jeshi kuwa Tulkun watakusanyika kwa ajili ya tambiko wakati wa kupatwa kwa jua kunakokuja. Hivyo huo ni wakati mwafaka kwa shambulio kubwa. Mwanabiolojia aitwaye Ian anapinga wazo hilo, lakini wasiwasi wake unapuuziwa. Wakati huo huo, Jake anashikiliwa ndani ya kizimba nje na anachukuliwa na umma kama mnyama wa bustani ya wanyama. Miles anakuja kumwambia kuwa atauawa katika onyesho kubwa baada ya saa 6. Jake anajaribu kumfanya aelewe kuwa ulimwengu huu unastahili yaliyo bora na kwamba kuna mengi angeweza kujifunza akiwa katika mwili wake wa Navi, lakini Miles anampuuza na kuondoka. Wakati huo huo, Neytiri amechoka kusubiri, hivyo anachukua upinde wake na hatimaye anakubali kuchukua mishale yenye mabomu ya Jake. Muda mfupi baadaye, anajipenyeza msituni na kulisukiza kundi la wapiganaji wa majivu akiwapiga mishale haraka ili kuchukua vitambulisho vyao vya kielektroniki. Kisha anajivisha kama mmoja wa watu wa majivu na kuruka kuelekea kambini ambako askari wanamruhusu kupita kwa sababu kitambulisho alichoiba kinamtambulisha kama mpiganaji wa majivu. Neytiri anajipenyeza kwa tahadhari na kumshangaza Varang ndani ya hema lake kwa kisu shingoni. Vang anamwambia alipo Jake kabla ya kujitetea, lakini wanakatizwa na Miles, hivyo Neytiri analazimika kukimbia. Anamwangusha mpiganaji yeyote anayemzuia njiani na anarudi haraka kwa kiumbe wake. Kisha anaanza kuruka kuzunguka kambi na kufyatua mishale ya kulipuka na kusababisha milipuko kadhaa. Muda si mrefu, Vang na wapiganaji wake wanapanda viumbe wao na kumfuata huku wakifyatua bunduki zao mpya. Neytiri anakwepa mashambulizi na anamtuma kiumbe wake ashuke kwenye njia nyembamba ili atoroke mahali ambapo Varang hawezi kumfuata. Wanasayansi wanagundua kuwa Spider ametoweka na wanaweka ishara za tahadhari. Ghafla, Ian anatumia tingatinga kubomoa skrini kubwa na kuvunja eneo la kunyongwa. Askari wanafyatua risasi lakini hazisababishi uharibifu wowote kwa gari hilo lenye nguvu. Tingatinga linavunja kizimba na Jake anakimbilia kujificha chini yake ili waweze kusonga pamoja na kutoroka. Wakiwa njiani kutoka, tingatinga linabomoa mnara uliokuwa unazuia njia. Baadaye, Jake anakimbia pamoja na Ian ambaye anamwambia kuhusu mpango mkubwa wa wakati wa kupatwa kwa jua. Wanapojaribu kukimbia katika eneo lililo wazi, helikopta inawaona na kuanza kufyatua risasi. Wawili hao wanatengana na Jake anamwambia Ian aondoke bila yeye. Ghafla, Spider anatoka mafichoni na kusimama mbele ya Jake akijua kuwa askari hawatapiga risasi kwa sababu wanamhitaji. Wakati Jake na Spider wanakimbia pamoja, Neytiri anafika juu ya kiumbe wake na kuiangusha helikopta kwa mshale. Moto huo unatoa kifuniko kinachowawezesha Spider na Jake kujiunga naye na kuruka kuondoka. Asubuhi, watatu hao wanatua kando ya mto ili kupumzika. Jake anamwambia Neytiri kuwa hawezi tena kumlinda Spider na ikiwa wanadamu watamkamata tena itamaanisha mwisho wa ulimwengu wao. Kisha Jake anampeleka Spider msituni na kuweka kisu shingoni mwa mtoto huyo huku akiomba kwa Mungu wa kike. Spider anajiuliza kama anampenda na Jake anamthibitishia kuwa anampenda, lakini hana chaguo. Jake anainua kisu chake lakini mwishowe anashindwa kufanya hivyo na badala yake anamkumbatia Spider. Muda mfupi baadaye, Neytiri naye anafika na kumwomba Spider msamaha kwa jinsi alivyomtendea. Wenzi hao wanakubaliana kutafuta njia nyingine. Baadaye, Jake anapanda mlima ili hatimaye akutane na Toruku mkuu aliyemsaidia kupigana zamani. Jake anaunganisha kiunganishi chake na mnyama huyo na anaruka kurudi kwa watu wake kuwaambia kuwa siku ya kupigana imewadia. Kila mtu anavutiwa na muonekano wa Toru mkuu na wanaruka kwenda kukusanya washirika kutoka koo nyingine wakibeba ujumbe wa mzoeshaji wa Toruk. Hatimaye, Jake anasimama baharini kuzungumza na wazee wa Tulkun akiwaomba msaada. Hata hivyo, Tulkun wanakataa kupigana kwa sababu wanaamini kuwa vurugu huzalisha vurugu zaidi katika mzunguko usioisha. Wakati huo, kundi la Loki linatokea pamoja na Pakin na Tulkun aliyejeruhiwa ambaye anawaomba wazee wapigane kwa sababu hataki mauaji mengine yatokee. Wazee wanasema kuwa watajadili jambo hilo kabla ya kutoweka majini. Kwenye kambi, askari wanapanga shambulio lao. Wakati Miles anapojaribu kujiunga nao, jenerali anatangaza kuwa hakaribishwi kwa sababu mipango yake yote imefanya mambo kuwa mabaya zaidi. Wakati meli za wanadamu hatimaye
Wanapofika kwenye mwamba wa matumbawe, wakubwa wanawalazimisha watoto kujificha kwenye pango na Loki ndiye anayehusika kuwalinda. Mwanga mkali juu ya mkondo unaunda shamba la sumaku na Mickey anapochunguza kwa makini anagundua kuwa si Tulkun wote wako hapa. Anawaambia askari wasubiri na kujificha, lakini tayari ni kuchelewa. Wazee wa Tulkun wamekubali kupigana na kushangaza jeshi kwa kuruka kutoka majini. Miili yao mikubwa inaanguka juu ya meli na kuziharibu, ikiua watu kadhaa na mchakato huo. Na'vi wanaona hili kama ishara yao ya kuondoka na kujiunga na mapambano. Wanavunja madirisha kwenye vyombo vya maji ili kuzibomoa. Wanaingiza mikuki na mishale yao ndani ya injini ili kuzibiliza na kutumia makucha ya viumbe wao kuparua ndege zisizohitajika. Wanadamu wanaanza kufyatua risasi na wanafanikiwa kuangusha baadhi ya Na'vi na Tulkun, lakini ni wazi kuwa wenyeji wako na faida kutokana na ujuzi wao wa eneo. Baadhi ya Na'vi hata wanaruka kwenye meli wenyewe kuwapiga wanadamu huku wakiwatazama machoni. Kwa bahati mbaya, Miles na watu wa majivu wanawasili kwa viumbe wao na kupigana na jeshi la Jeki. Kwa kuwa wana bunduki na kasi ya viumbe wao, wanawazidi nguvu watu wazuri na wanaanza kuwaua bila huruma. Kiri hawezi kuvumilia kuona mauaji haya na anaruka majini. Wengine wanajaribu kumfuata, hata hivyo boti za wanadamu zinakuja, hivyo Loki anaogelea mbali na marafiki zake kuwadanganya, huku Spider na Tuk wakiendelea kutafuta. Chini ya maji, Kiri anaunganisha kiunganishi chake na mti na kujaribu kuzungumza na Mungu wa kike, jambo linalosababisha degedege nyingine. Muda si mrefu, Spider na Tuk wanawasili na pia kuunganisha na mti, wakisaidia Kiri kuendelea kupitia maono hadi aweze kufika kwa Mungu wa kike na kuomba msaada wake. Wakati huo, misilioni inapiga mti na muunganiko unakwisha. Juu ya uso wa maji, mapambano yanaendelea na hasara kubwa pande zote mbili. Varang anakosa risasi, hivyo anatumia kirusha moto kuchoma shingo ya kiumbe cha Neytiri na kumfanya aanguke. Majini, Pakin anapoteza fahamu na Ronald anapigwa na risasi. Angani, shambulio la Miles linasababisha Jeki kugonga jiwe na kuangukia majini. Jeki na Neytiri wanafanikiwa kuungana tena wanapopaa juu ya maji. Spider na Tuk pia wanarejea. Hata hivyo, hawawezi kumpata Kiri. Wakati Loki anahudumia baba yake, Jeki anamwambia kuwa anajivunia yeye. Neytiri anaona Ronald anashindwa kuendelea kupaa juu ya maji na anamleta ufukweni ambapo anamsaidia kuzaa. Ronald anampa mtoto jina na kumwomba Neytiri amlinde, kisha anakufa akiwa na mtoto wake mikononi. Muda si mrefu, Spider anaruka tena maji kumtafuta Kiri ambaye anaendelea kuishi shukrani kwa kiumbe kilichoambatana na kiunganishi chake. Kwa kuwa Tuki amebaki peke yake, Miles anatumia fursa hiyo kumteketeza. Kisha Vang na Miles wanakamata Neytiri ambaye hawezi kupigana kwa sababu wanamtishia kumuua Tuk. Wakati Varang anaanza kumtesa Neytiri, Mickey na timu yake wanaondoka kwa kutumia boti kuua Tulkun. Wakati huo, Kiri anaamsha mti tena na kuwasiliana na viumbe vyote vya majini akiomba msaada wao. Wanyama hao mara moja wanazunguka meli zote na boti na kuanza kuziharibu kwa ufanisi wa kutisha. Wakati huo huo, Toruk mkuu hatimaye anaamka na kurindima ili kuita aina zake ambazo zinawasili haraka na kushambulia helikopta zote. Wanaziharibu au kuzikandamiza kwenye meli na kusababisha milipuko mikubwa. Shukrani kwa msaada wa wanyama wa porini, mashujaa wanapata faida tena kwenye mapambano na Mickey hatimaye anauliwa na Tulkun aliyejeruhiwa. Wakati jenerali anawaamuru askari wake kuhama, Jeki na watoto wake wanajipenyeza ndani ya meli kuu kujaribu kuokoa familia yao. Spider anatoka kwanza na anakubali kuondoka na Miles ikiwa atamwachilia Neytiri huru. Wakati wanapokuwa wameshughulika na hili, Jeki pia anatoka na kuanza kupigana na wapiganaji wa majivu. Loki anakaa mafichoni kama mpiga risasi kumfyatua maadui. Varang anajaribu kumfuata akimpa Neytiri na Tuk fursa ya kukimbia. Vangi mwenye hasira anawafuata mara moja na kumkamata Neytiri. Hata hivyo, wakati anakaribia kumuua, Kiri anaonekana na kuunganisha kiunganishi chake na cha Varang. Nguvu ya Mungu wa kike ni ya kutisha na Vangi anaruka kwa hofu. Wakati huo, Miles anamchukua Spider kwenye kiumbe chake na wanaruka mbali. Jeki anamfuata haraka akiagiza kiumbe chake kushambulia Miles. Katika mapigano hayo, wote wanaanguka kutoka kwa viumbe wao juu ya baadhi ya miamba inayopaa juu ya maji. Shamba la sumaku linaanza kuvuta meli likiua wanadamu waliobaki, ikiwa ni pamoja na jenerali. Shamba hili pia linaikokota miamba na kusababisha Jeki kuanguka tena. Miles anajaribu kutumia fursa hiyo kumuua. Hata hivyo, Spider anakata njia ili kuwa kizingiti. Miles anapokataa kuondoka, Spider anamfyatua mkono. Kisha Miles na Jeki wanaanza kupigana uso kwa uso, wakiruka kutoka jiwe hadi jiwe, huku shamba la sumaku likiendelea kuwasogeza. Spider anajaribu kukaribia tena ili kufyatua risasi, lakini wanaume wanamfia kwa bahati mbaya. Anaanza kuteleza chini ya jiwe na Miles anafanikiwa kumshika mkono kwa wakati sahihi, lakini naye anateleza chini pia na hatimaye wanashikilia kwenye mnyororo wa mtunda. Jeki hana chaguo isipokuwa kumwokoa Miles ili
ili kumwokoa Spider. Wakati huo, familia ya Jake inafika na kujiandaa kufyatua, lakini Jake anawazuia. Miles anacheka tu na kuruka kutoka juu ya jiwe ndani ya moto mkali unaowaka. Baada ya muda, Na'vi wote pamoja na mtoto mpya na Tulkun wanaunganisha kiunganishi chao na mti kusherehekea ushindi wao. Pekin ana furaha kwa sababu amerudishwa tena miongoni mwa watu wake. Kiri anamuongoza Spider kupitia muunganiko huo na wanakutana na roho zote za watu waliokufa katika mapambano ya zamani kama Neteyam na mama yake Kiri. Roho za Na'vi zinamkaribisha Spider na kumwambia kuwa kwa sasa yeye ni sehemu ya watu wao. Na huu ndio mwisho wa movie hii iitwayo Avatar Fire and Ash. Usisahau kusubscribe kisha like, halafu comment neno lolote lile ili kutusapoti. Utatisha zaidi endapo ukiwasha kengele ya notification na pia kutufollow katika peji yetu ya Facebook. Tunatumia jina Kicha TV kwa movie kali kama hizi, na Mungu atakubariki sana.